Mtazamaji wa Dodoma TV, karibu sana ndani ya Kickoff. Kwa siku ya leo tuweze kufahamishana yale ya kimichezo, ikiwa leo ni Jumaa Novemba 7 mwaka 2025. Tunakutana hapa kuweza kupiga story mbalimbali za kimichezo. Utakuwa na Hamisi Makila, lakini ambaye anachanganya picha na kuhakikisha kwamba video zote unazipata kwa uzuri ni Director George. Yes, na kubwa zaidi ambayo tutakwenda kuangazia leo ni pamoja na kurejea kwa ligi kuu ya wanawake ya Tanzania bara, na tutakwenda kugusia maandalizi ya kikosi cha Fountain Gate kuelekea katika mchezo wao wa kwanza wa ligi kuu ya Tanzania bara. Lakini pia tutakwenda kukiangazia kikosi cha Tanzania Prisons kinaendelea na maandalizi, lakini pia tumepiga story na nyota Haruna Chanongo, mchezaji wa zamani wa Wekundu wa Msimbazi, Simba, Mtibwa Sugar, Stand United, Pamba Jiji, lakini sasa kama nilivyokujuza anakipiga kwenye kikosi cha Tanzania Prisons. Yeye anatoa siri ya kile ambacho Amri Kiemba alishaye kumwambia wakati anakipiga kwenye kikosi cha Wekundu wa Msimbazi, Simba. Novemba 14 ligi kuu ya Tanzania bara kwa upande wa wanawake inakwenda kutimua vumbi, na hapa ni katika uwanja wa Fountain Gate Princess. Na kubwa zetu tumekuja kufahamu kwa kile ambacho kinaendelea. Pia kikosi hichi kinafanya mazoezi kama unavyotazama hapo, kujiweka vizuri kabisa kwa ajili ya ligi kuu ya Tanzania bara kwa upande wa wanawake. Na hapa nakwenda kuungana na kocha Given, kocha ambaye anakisimamia kikosi hichi kwa hivi sasa, kuweza kufahamu maandalizi kwa ujumla ya kikosi yapo vipi mpaka hivi sasa. Kocha, habari yako? Salama, kwema. Kwema kabisa. Na mnafanya maandalizi? Tupo kwenye maandalizi, na tupo kwenye maandalizi ya mwisho kabisa kwenda kwenye kuanza msimu mpya wa ligi wa 2025-26. Sasa kikosi mnakwenda kuanza, lakini kwa asilimia kubwa tumeona wachezaji wengi sana wenye uzoefu ni kama mpo nao kwa msimu huu. Mnakwenda kuanza ligi kwa namna gani bila kuwa na wachezaji wengi sana ambao wana experience, tofauti na watu wanaamini kwamba ukisajili wachezaji wenye experience utafanya vizuri kwenye ligi? This time tumerudi kwenye sera yetu halisi ambayo ni kutoa vipaji chini kuvipeleka juu, kama ambavyo mnaona kwenye timu yetu kubwa ya Fountain Gate FC. Ndivyo ambavyo tumefanya pia kwa Fountain Gate Princess. Asilimia kubwa ya wachezaji ambao mnawaona wamesajiliwa ni wachezaji ambao wakicheza kwenye timu zetu za Gates, Girls Empowerment Through Soccer. Sasa hivi tumewapandisha kuja hapa kwenye Princess, na nadhani kile ambacho wamekuwa kifanya kipindi chote toka chini, toka tumekuwa nao zaidi ya miaka 4-5, basi sasa kinaenda kuonekana katika uhalisia kwenye timu yao kubwa ambayo ipo ligi kuu. Sasa mnajiandaje kwenda kwenye ligi ya wanawake ya Tanzania bara? Tumejiandaa vizuri kimbinu, tumejiandaa vizuri kiufundi. Tunashukuru pia uongozi ambao unaendelea kutuwezesha kuweka kambi yetu ambayo ina muda mrefu kidogo. Kwenye hilo tunashukuru sana, na kikubwa ni kuwafundisha namna gani wataenda kuhimili ile mikiki ya ligi kuu, kwa sababu kama ulivyoona asilimia kubwa ni wachezaji wadogo ambao ndio kwanza wameingia kwenye ligi kuu. Kwa hiyo tuna train zaidi kwa kuweza kuhimili ile mikiki ya ligi kuu, ambayo kama uliweza kuziangalia mechi za mwanzo zile za Ngao ya Hisani zilitoa picha kamili ya namna ligi itakavyoenda kuwa. Kwa hiyo kama unataka kupata nafasi nzuri katika ligi, lazima uhakikishe kwamba unaweza kubiti mbinu ambazo zilionekana kwenye zile mechi ambazo zilichezwa kwenye Ngao ya Jamii ya ligi ya wanawake. Sasa uwanja gani mtautumia kama uwanja wa nyumbani? Kwenye ratiba inaonyesha uwanja ambao tutautumia ni Kwara, kama tulivyotumia last season. Kama kutatokea mabadiliko yoyote, basi naamini uongozi utaweza kufahamisha umma kwamba tumebadili kiwanja, lakini mpaka sasa ni kama ilivyo kwenye ratiba. Kiwanja chetu cha nyumbani ni Kwara Stadium. Kwa upande wa wachezaji pia nipo na nahodha hapa Aquila Gaspar kuweza kusikia pia maandalizi yao. Kwa upande wa wachezaji wanajiandaa vipi pia kuelekea katika ligi kuu ya Tanzania bara kwa upande wa wanawake? Aquila, mambo vipi? Poa. Mambo yanakwenda? Yanaenda. Sawa, kama wachezaji mnajiandaaje kuelekea kwenye msimu mpya wa ligi ya wanawake? Tunamshukuru Mwenyezi Mungu, tangu pre-season imeanza mapekeo ni mazuri kutoka kwa walimu, na japokuwa maingizo ni mengi sana kwenye timu, lakini tumepata muda wa kutosha tangu mwezi wa 8 nadhani mpaka sasa hivi. Nafikiri mwalimu anapata kitu kizuri kuelekea ligi inayokuja kuanza. Najua atakuwa anajua ushindani, kwa maana ligi inakuwa kila siku. Najua kitu anachokitengeneza hapa kitampelekea wachezaji kufanya vizuri kwenye ligi. Wachezaji wengi Aquila ambao wamepanda sasa hivi wamekuja kwenye timu ya wakubwa. Kitu gani ambacho unawaambia ukiwa kama mchezaji sasa mwenye uzoefu ndani ya kikosi? Zaidi tu ni kuwapa kila ambacho wanacho, wazidi kufanya zaidi ili wakue zaidi, kwamba watambue kwamba ligi tunaenda kucheza ina ukubwa wa aina gani, si kama kule chini walipokuwa wanacheza. Lakini baadhi wengi walikuwa timu ambazo wametoka walikuwa wanacheza ni wadogo, lakini wamepata muda mwingi wa kucheza kwenye timu walizotoka. Kwa hiyo nadhani hata mwalimu hapati shida sana. Matamanio yenu kama wachezaji pia kuelekea kwenye msimu mpya wa ligi?
matamanio ya wachezaji tukikaa ni kurudisha ile Princess ambayo inajulikana wakati imechukuliwa kutoka Tanzanite ikaja ikafanya vizuri ikawa mshindi wa 3 wa pili hivyo. Matamanio ni hayo, kufanya vizuri tu kwenye msimu unaokuja. Yes, tukiachana hiyo pia tukakiangazia kikosi cha Tanzania Prisons. Tunafahamu kwamba kikosi kinaendelea na maandalizi makali kwa kujifua na michezo iliyosalia ligi kuu ya Tanzania bara. Lakini tumepiga story na nyota Haruna Chanongo ambaye amesha kupita kwenye vilabu mbalimbali pia hapa nchini Tanzania, lakini alishi moja kati ya klabu kikubwa ambacho amesha kukichezea ni klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Na tumepiga naye story kubwa, lakini anasema kwenye maisha yake ya soka hatakuja kumsahau Amri Kiemba ambaye yeye ndo alimpokea kwenye kikosi cha Wekundu wa Msimbazi Simba. Ilikuwaje zaidi huyu hapa Haruna Chanongo? Kwanza kitu cha kwanza sasa namshukuru Mungu mpaka kufikia leo hii. Mimi nadhani kitu kikubwa kwenye timu zetu za Tanzania hasa Simba na Yanga, unapopata nafasi ya kucheza katika timu zile, basi cheza kwa uwezo wako wote. Nadhani kuna watu wengi sana wanahitaji kufika katika klabu zile. Kwa hiyo kuna muda unacheza, zewe tunasema riziki ikifikia mwisho, basi unatoka anaingia mwingine, maisha yanaendelea. Kuna moment moja nakumbuka ile ulifunga Yanga ile. Alafu Msuva anakuja anasawazisha ile moment ile. Chanongo ikamuuza sana ile. Chanongo kascore alafu Msuva akaja kasawazisha goli. Maisha kama yale unafunga goli kwenye vilabu vikubwa kama hivi. Afu ukiwa mchezaji wa kizawaga inakuaje? Na utukumbushe ile usiku wako ulikuwaje? Kwa ukweli unapopata nafasi ya kucheza mechi kama zile, sio wachezaji wote wanapata nafasi ya kucheza kwenye mechi za Simba na Yanga. Kwa hiyo unapopata nafasi wewe kama mchezaji na unafanya kitu watu wote wakaona unafunga goli, nadhani ni kitu kikubwa sana. Zewe katika historia unawekwa na watu wengi sana wanaamini, yani wanakuwa wanaamini huyu ni mchezaji mkubwa ana uwezo wa kucheza mechi yote ya kimataifa. Lakini ni kitu kizuri sana kufunga goli katika mechi kama zile. Kwa siku kama ile kwangu mimi ilikuwa ni siku ya furaha. Watu wengi walipokea huku bwana zawadi, namshukuru Mungu kwa kweli. Mpaka kufikia leo hii. Hivi wachezaji wa kizawa ni kweli wana pressure inawafelisha sana Simba na Yanga? Kwa namna moja au nyingine ni kweli, kwa sababu unatoka katika klabu ambayo haina mashabiki wengi, unatoka katika klabu ambayo ni ya level ya katikati, unaenda katika klabu ambayo iko top level. Kwa hiyo kuna changamoto zake, tuseme kama unavyosema kuna changamoto zake. Kwa hiyo inahitaji upate time kidogo ya kukaa pale, kucheza pale na kuzoea mazingira ya pale. Kitu gani utakuja kukisahau kwenye maisha yako ya kucheza kwenye kikosi cha Simba Chanongo? Kitu ambacho sitakuja kusahau wakati unaingia under 20 pale. Maana nilianzia timu ya vijana. Kuna mtu mmoja alinipokea, kwa hiyo namshukuru sana. Kwa hiyo siwezi kusahau maisha yake. Ni Amri Kiemba. Alinipokea pale kama mdogo wake. Kwa hiyo nashukuru Mungu, yani maisha yale nakumbuka sana. Kwa hiyo namshukuru pia na yeye. Anakuambia nini Kiemba? Kwa asilimia kubwa alikuwa ananijenga, pila unahitaji nini, na wewe umri wako mdogo unataka kufika mbali, basi pita njia hizi na hizi. Namshukuru Mungu kwa kweli. Alipambana kwa kadri ya uwezo wake. Nashukuru Mungu mpaka leo hii nipo nacheza. Simba Yanga inataja mnafanyana sana ushirikina kwenye vilabu vikubwa. Maisha yako yalikuwaje huko? Unajua hata kwenye dini wanasema ushirikina upo, lakini usiuamini sana. Kwa hiyo kitu cha kwanza mtangulize Mungu. Hayo mengine hapo tu wanafaa si kuna uchawi si kuna nini, lakini kwanza cha kwanza mtangulize Mungu. Mimi nadhani ukiwa unafanya ibada vitu vyote hivyo huwezi kuviwekea maanani. Wewe unafanya kazi, basi unasimama katika misingi yako iliyokuwa sahihi. Leo kutana na tukio la kupigwa msumari. Mimi namshukuru Mungu, hapana. Sikuwahi kuweka hiyo fikra kwa kweli. Mpaka nimefikia umri huu, mpaka niko hapa prison, ni huko kote nilikopita. Yaani sikuwahi kujenga hiko kitu katika fikra zangu na mawazo yangu. Toka nimeanza kucheza mpira mpaka leo hii namshukuru Mungu. Sikuwahi kuwaza hicho kitu. Siri kubwa ya Chanongo nini kwenye ligi mpaka sasa hivi? Vijana wengi wanakuja hapa katikati wanapotea, lakini Chanongo bado upo vizuri. Mimi nadhani kitu kikubwa ni kukaa na watu waliokuzidi. Sisi tulikaa na watu ambao walituzidi kiumri, kiuwezo wa mpira. Kwa hiyo tukafuata zile njia ambazo wao wamepita. Mimi nadhani kitu kikubwa ni kujitunza. Kutambua nahitaji nini, nipo wakati gani, nini nifanye, nipo timu gani, bwana nataka nifanye kitu gani ili niendelee ku maintain status yangu. Hicho ndio kitu kikubwa, ni kujitunza tu. Unadhani kwa nini wachezaji wa kizao wengi hawaendi nje Chanongo? Kwa sasa hivi mimi nadhani wengi wanaenda nje. Tofauti na zamani. Mimi naona kwa sasa hivi wengi wanaenda nje. Bado tu hatujapata nafasi, mawakala bado hawaja play part yao, lakini naamini
wengi watafika mbali kwa kipindi hichi, kwa sababu naona watu wengi sana na timu nyingi sana za nje zinaangalia Tanzania. Kwa hiyo naamini mimi wengi wataenda nje. Yes, tumefika mwisho ndani ya Kickoff kwa siku ya leo. Asante sana kwa ambao walikuwa wanatutazama. Ijumaa ijayo tunakutana pia tukiwa na mengi zaidi ya kimichezo. Mimi ni Hamisi Makila, lakini ambaye alikuwa anahakikisha kila kitu kinakwenda vizuri kwenye picha, kwenye video, sauti pia ni director George. Usisahau kusubscribe YouTube channel ya Dodoma TV ili taarifa za kimichezo zikiwa zinatoka tu kwa mara ya kwanza, basi unakuwa na nafasi pia ya kuweza kuzitazama.